kwamba mahakama ya wilaya ya Chunya imemhukumu kifungo cha maisha jela mtu mmoja anaitwa Joachim Joseph Rutebo miaka 30, mkazi wa kijiji cha Rupatinga baada ya kupatikana na hatia kwa kosa la kumbaka mtoto wa miaka 4. Hukumu imetolewa tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2025 mbele ya Mheshimiwa James Mwanuzi na mwendesha mashtaka wa serikali ambaye ni mkuu wa mashtaka katika wilaya hiyo Mwajabu Tengeneza. Na tukio hili lilitokea tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka 2024 saa 1:30 asubuhi huko katika kijiji cha Kifuma kilichopo kata ya Rupatinga tarafa ya Kipembeo wilaya ya Chunya, ndipo mtumiwa baada hapo aliweza kukamatwa na kufikishwa kituoni na upelelezi ukamilika na hatimaye kufikishwa mahakamani hadi kufikia hatua ya kuweza kupatikana na kifungo hiki. Wakati huo mahakama ya wilaya ya Chunya imemhukumu mtu mmoja ambaye anaitwa Obedi Abrahamu Mrugara miaka 36 kwa kosa la kumbaka mwanamke mwenye umri wa miaka 31. Mtumiwa amekamatwa na kufikishwa katika kituo cha polisi na hatimaye tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2025 mbele ya Mheshimiwa James Mwanuzi na kesi ikiongozwa na mwendesha mashtaka wa serikali ambaye anaitwa Mwajabu Tengeneza ambaye pia ni mkuu wa mashtaka katika wilaya hiyo, waliweza kufikia hatima ya kumtia hatiani mtumiwa huyu baada ya ushahidi uliotolewa kujitosheleza. Pamoja na mafanikio hayo na shughuli zilizofanywa na jeshi la polisi, lakini pia zipo jitihada za kuzuia na kudhibiti ajali za barabarani katika mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo kwa kipindi cha mwezi Mei mwaka 2025 jumla ya makosa ya ukiukwaji wa sheria za usalama barabarani 7624 yaliweza kukamatwa. Kati ya hayo magari ni 6613 na pikipiki pamoja na bajaji ni 1011. Aidha, jumla ya magari 6613 haya yalikaguliwa kabla ya kuanza safari na yalikaguliwa katika checkpoints zetu zilizonazo katika mkoa wetu wa Mbeya ambako ni katika maeneo ya Inyala, Shemango pamoja na Kiwambi. Pia jumla ya madereva wawili walifikishwa mahakamani kutokana na kukiuka sheria ya usalama barabarani kwa kuendesha vyombo vya moto kwa uzembe na kuhatarisha maisha ya watumiaji wengine wa barabara. Lakini pia madereva 8 hawa wamefungiwa leseni zao za udereva kutokana na makosa hatarishi ikiwemo kusababisha ajali, mwendo kasi na kuyapita magari mengine kwenye maeneo hatarishi yakiwemo maeneo ya miteremko na maeneo ya ambayo tunasema ni hatarishi, kwa mfano kwenye milima yetu ya Inyala na Mlima Nyoka, kwa maana ya long overtaking. Kwa hiyo baada ya taarifa hii ya miundombinu hii ya mawasiliano kuhujumiwa, mnamo tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka 2025 majira ya saa 9 alasiri, msako mkali uliendeshwa na jeshi la polisi tukiwa tunashirikiana na maafisa wa kampuni ya Halotel, na ndipo kikosi hiki cha Makachero kikishirikiana na maafisa walifika maeneo ya Sido katika jiji la Mbeya, ndipo waliweza kuwakamata watumiwa wakiwa na vyuma vya minara ambavyo ni typical pieces, vipande 8 vyenye urefu wa mita 5.5 kila kimoja, lakini pia kulikuwa na waya wenye urefu wa mita 560. Vifaa hivyo vyote viliibiwa mnamo Juni tarehe 2 mwaka huu, na katika ufuatiliaji ilionekana vifaa hivyo viliibiwa vikiwa katika eneo lililokuwa limekwisha bainishwa na kampuni ya Halotel kwa ajili ya kusimika mnara kwa ajili ya kuongeza mawasiliano katika mawasiliano ya mji huu wa Mbeya na maeneo mengine. Kwa hiyo hawa watumiwa wao walifika katika maeneo hayo ambapo vifaa hivi vimehifadhiwa na kuchukua vifaa hivi vya mawasiliano ya kampuni ya Halotel na wakawa wameviweka kuvipakia kwenye gari namba T607 DJC aina ya Scania lori mali ya Adam Selemani Mwakitusia, wakiwa sasa katika harakati za kuandaa vyuma hivi na kuvisafirisha kupelekwa Dar es Salaam. Ndipo kikosi chetu cha Makachero kiliweza kuwakamata na kuwafikisha katika kituo cha polisi kwa ajili ya mahojiano zaidi, kwa sababu wamerudisha nyuma juhudi nzima za kampuni, lakini si kampuni tu,
na serikali kwa ujumla katika kuwaletea wananchi mawasiliano ambayo yanarahisisha shughuli za kimaendeleo. Ndugu wanahabari, makanisa 6 ya Ufunuo na Uzima katika mkoa wa Mbeya pia yamefungwa. Hii ni kufuatia tamko la serikali kupitia msajili wa jumuiya za kiraia nchini la kufunga makanisa ya Ufufuo na Uzima na kwamba kutoendelea kufanya shughuli katika matawi yake yote yaliyopo nchini. Hivyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya baada ya kupokea maelekezo hayo tuliweza kufanya ufuatiliaji na kufikia tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2025 jumla ya makanisa 6 ya Ufufuo na Uzima yaliweza kufungwa katika mkoa wetu wa Mbeya, na haya yalifungwa, moja likiwa katika wilaya Mbalizi, wilaya ya polisi Mbalizi, mawili yakiwa katika wilaya Chunya, moja katika wilaya Mbeya na nyingine katika wilaya Mbarali. Kwa hiyo kufanya jumla na moja katika wilaya Kyela, na kufanya jumla ya makanisa 6 katika mkoa wetu. Lakini bado kufuatiliaji unaendelea kufanyika, na pindi tutakapobaini tutaweza kuhakikisha kuyafunga yote na kuweka ulinzi. Mpaka sasa hivi tumeweka ulinzi kuhakikisha kwamba hakuna shughuli zinazofanyika, na tumeshirikisha viongozi wa maeneo hayo ambako makanisa yamejengwa kuwataka wananchi na waumini kwa ujumla pamoja na viongozi wa dini wasifanye shughuli hii ya kuendesha shughuli za kidini katika makanisa hayo. Habari wateja wetu wazuri wa tablet zetu Tanzania. Tumerestore tablet yetu pendwa ya KD55 yenye kioo, display inchi 8, uwezo wake ni GB 256 na RAM 8. Inatumia laini 2, macho matatu pamoja na cover lake ambalo ni gumu ambalo linasaidia ili siweze kuvunjika kwa rahisi. Sasa mtoto anaweza kutumia kama simu au kuwasiliana na wewe mzazi, lakini pia inakujia na game kibao, katuni na program za kutosha kwa ajili ya yeye kuweza kujifunza. Lakini pia ina zawadi kemkem kama saa, ufutio, penseli na nyinginezo nyingi. Wahi ofa yako ambayo utaipata kwa shilingi 180,000 tu. Kwa mawasiliano tupigie nambari zetu ambazo ni 0759591123. Tunapatikana Kariakoo jijini Dar es Salaam, na pia tunafanya delivery katika mikoa yote. Usijisifu wewe mzazi kuchezea vifuu, mfanye mtoto wako afurahie utoto wake.